Lakini mtu akiwaambia kitu hiki kimetolewa kiwe sadaka, msile kwa ajili yake yeye aliyeonyesha na kwa ajili ya dhamiri. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 aya ya 28. Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu yangu ambaye unafuatilia mafundisho haya kwa ukaribu sana, ninakushukuru kwa kuwa unatenga muda wako kufuatilia mafundisho haya. Na sisi kama timu ya Mikono ya Kristo tuna kila sababu ya kuhakikisha unapata mafundisho yaliyo bora kabisa ambayo yatakujenga katika maisha yako, hasa katika nyakati hizi ambazo uongo umetamalaki kuliko ukweli. Ndio maana tunayo kauli mbiu yetu inayosema Mikono ya Kristo kwa neno la maarifa. Leo nataka nikupe siri. Siri hii inaweza kukusaidia maishani mwako. Huenda ulikuwa unajiuliza sana kwa nini mambo yako hayaendi. Yako mambo mengi sana ambayo yanaweza kuwa yanasababisha mambo yako yasiende. Shughuli zako zisiende. Mikwamo ikawa mingi. Kipato kikawa hafifu. Nataka kukujuza siku ya leo kwa habari ya wizi wa baraka zako. Jinsi baraka zako zinavyoibiwa, ama jinsi baraka zako zilivyoibiwa. Itategemea. Kuna mwingine zinaibiwa, kuna mwingine zilishaibiwa, na kuna mwingine ziko njiani kuibiwa. Nitakwambia mambo mawili tu leo. Yako mengi, ila nitakwambia mambo mawili tu. Chukua maarifa haya ya kusaidia maishani mwako. Mwanzoni hapo unaona nimekusomea neno kutoka kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 10 aya 27. Ukisoma aya 27 na aya 28 utaelewa kwamba kuna vitu Paulo anawaambia Wakorintho kwamba kuleni, alafu kuna vitu anasema msije mkala. Utajiuliza kwa nini kuna mahali amesema kuleni na kuna mahali amesema msije mkala. Kwenye aya 27 inasema hivi: na mtu asiyeamini akiwaalika, nanyi mnataka kwenda, kuleni kila kitu kiwekwacho mbele yenu bila kuuliza kwa ajili ya dhamiri. Kwamba inawezekana wewe una mtu asiyeamini, una mtu ambaye ni mpagani, sio wa imani yako. Ameandaa chakula, amekualika chakula, anakuambia kuleni bila kuuliza. Nyie kuleni, mkimaliza nendeni. Lakini hapo hapo aya 28 anasema, lakini mtu akiwaambia, huyo aliyewaalika akiwaambia kitu hiki kimetolewa kiwe sadaka, msile kwa ajili yake yeye aliyeonesha na kwa ajili ya dhamiri. Hapa ndipo kwenye pointi ya msingi kabisa. Kwa nini unaona mambo yako hayaendi? Mmeshawahi kuona, na wasisitiza wala msipuuze. Atakaye puuza na apuuzie. Mwenye masikio ya kusikia na asikie neno litokalo kwa Bwana wa majeshi ambalo analihubiri mtumishi wake. Chakula chochote kilichopikwa kwa ajili ya sadaka usile. Wewe Mkristo uliyeokoka, nisikilize kwa makini. Usile chakula chochote kilichotolewa kwa ajili ya sadaka. Naomba nieleweke vizuri hapa. Naona kama watu mnaanza kutoa macho. Neno la Mungu limesema vizuri. Sadaka ya chakula haitolewi kwa Mungu bali kwa miungu. Sadaka ya kuchinja, sadaka sema tunachinja, mahali popote ukisikia wamechinja kwa ajili ya sadaka, hiyo ni kwa ajili ya miungu. Sasa nini huwa kinafanyika?
Anayechinja kwenye ile sadaka kuna maneno anayatamka, ama anayo dhamiri ambayo ameikusudia kutoa hiyo sadaka. Ametoa ng'ombe, amemchinja kwa ajili ya sadaka. Akitamka neno sadaka, maana yake hii ni habari ya miungu. Kwa hiyo ananena, ameitolea sadaka miungu. Nini kinatendeka? Yeyote atekee kula nyama hiyo, maana yake ni kwamba ameunganishwa kwenye sadaka ya miungu iliyotolewa kupitia kula chakula hiko. Kwa hiyo hata kama si nyama, mtu anaweza kupika chakula akakwambia nimepika chakula kwa ajili ya sadaka. Hiyo sadaka sio kwa ajili ya Mungu, hiyo ni kwa ajili ya miungu. Ukila chakula hiko kilichotolewa kwa ajili ya sadaka, maana yake ni kwamba wewe umeunganishwa kwenye nia ya sadaka hiyo. Sasa aliyechinja ama aliyeandaa chakula, unajua ametamka maneno gani? Tuchukulie amesema hivi: sadaka hii nimeitoa, kila atakayeshiriki kula chakula hiki baraka zake zote ziwe juu yangu. Nimechinja nyama hii, kila atakayekula nyama hii niliyoitoa kama sadaka baraka zake zote ziwe juu yangu. Yaani mafanikio yake alionayo yote yawe juu yangu. Hivyo unapokula umejiunganisha mwenyewe, kwa hivyo baraka zako zinachukuliwa kupitia chakula, kupitia sadaka ya nyama. Yule aliyechinja ndiye anayefaidika kuliko uliokula mara moja. Kwa hivyo mahali popote ukiona mtu ametoa chakula kwa ajili ya sadaka, kimbia mbio nyingi. Neno la Mungu liko wazi kabisa, nimekusomea na uelewe kwamba sadaka ni hatari katika maisha yako. Tangu kufa kwa Yesu msalabani, sadaka kuteketezwa ilikwisha. Sadaka ya mwisho ni sadaka ambayo Yesu alikubali mwenyewe kufa msalabani ili ajitoe sadaka, wewe upone, yeye aangamie. Kwa hiyo sadaka ile ikatosha kulipia kila kitu. Mwanadamu wa leo hapaswi kutoa sadaka kwa ajili ya jambo lake, anapaswa kumtolea sadaka Mungu wa mbinguni. Na Mungu wa mbinguni hapokei sadaka ya chakula, hapokei sadaka ya kuchinja wala kuteketeza. Sadaka ziko wazi kabisa: sadaka ya kuabudu, sadaka ya kiwango chako cha fedha unakitoa madhabahuni kwa Mungu aliye hai. Sema sadaka yangu naitoa kwa Mungu. Wewe ndio unenee sadaka yako unayoitoa, sio mtu anenee sadaka akupe wewe. Huyo anachukua baraka zako na kuibia siri tu hizi. Usipuuze, anayepuuza na apuuze tu. Lakini wewe ambaye unanielewa, acha. Kama kuna mahali walikuwa wanachinja, bwana kule kuna shughuli fulani wamechinja, wametoa sadaka, sitaki kusema ya mambo yako wazi tu, mtasikia huko. Ukisikia habari ya sadaka, kaa mbali. Chakula cha sadaka, kaa mbali. Wewe Mkristo utaibiwa. Usiende kwenye vitu usivyovijua. Wataiba baraka ambazo Mungu amekupatia na utaanza kuhangaika. Unatafuta kazi, kumbe kazi wenzako wanaitumia. Unatafuta ndoa, kumbe ndoa wenzako wanatumia. Unatafuta mke mume, kumbe mke wako mume wako alishachukuliwa kwenye sadaka ambao ulikula nyama yao, ulikula chakula chao. Nimekupa siri hiyo, uache mara moja kwenda kula vyakula vya sadaka. Neno la Mungu linasema, lakini mtu akiwaambia kitu hiki kimetolewa kwake, kimetolewa kiwe sadaka, msile kwa ajili yake yeye alionesha na kwa ajili ya dhamiri, msile. Sehemu ya pili na kupasiri, nyinyi ambao mnakula migawani, na sio migawani tu, huku kwenye sadaka, mlipoenda kwenye chakula cha sadaka mlinawishwa. Sasa chunguzeni, mnaponawishwa mikono, na mtu anakuja na nini? Anakuja na ndoo, anakuja na maji, anakunawisha, si ndio? Sasa
kuwa macho. Yale maji ya chunguzi yanaenda wapi? Kama yanamwagwa wale sijui. Hayamwagwi yale maji. Yana kazi ya kuteka baraka zako. Na jambo hili kwenye migahawa hii mnaokula mabarabarani, tabia hii ipo sana. Mnanawa pale, mkimaliza kunawa yale maji yanachukuliwa kama enda kumwagwa. Hayamwagwi. Yale maji ndiyo sehemu ya kwenda kutolea sadaka ama kukamilisha sadaka zao. Hao wenye migahawa mnanawa tu pale cha maji hayamwagwi, au mengine wanayachota kiasi wanaweka sehemu yanayobakia yanamwagwa. Kunawa mikono yako ni ishara ya utakaso, lakini mikono ndiyo inayopokea baraka. Ni kwa mikono, mikono inapokea baraka. Kwa hiyo unaponawa pale, wanachukua yale maji wanaenda kuyanuia huko wanapojua wenyewe kwa waganga wa kienyeji. Hapo ndipo wanateka baraka zako my friend. Kwa hiyo unapokula migawani kuwa makini. Najua kwamba mnanichukia, sio kwamba sijui. Najua mmekunja sura kwa sababu ndio tabia mnayofanya. Lakini mimi nimetumwa kuwaambia watu maarifa, kuwafundisha watu maarifa. Neno la Mungu ni kwa ajili ya maarifa. Unaweza ukamtafuta sana Mungu alafu kakosa maarifa. Sasa unafikiri mahubiri kama haya, mafundisho kama haya kuyapata ni rahisi? Lakini maarifa ya kawaida tu, ninakukumbusha leo na kufahamisha leo, nafungua masikio yako na macho yako. Unapoenda kunawa migawani kuwa makini. Ngoja nikupe mbinu. Ukifika kama unalazimika kula mgawani, sawa? Unapokwenda kunawa, funika mikono yako kwa damu ya Yesu. Tamka maneno haya. Mwambie, Bwana Yesu, nimekuja mahali hapa kwa ajili ya kupata chakula. Nipate kula ili niwe na nguvu ya kukutumikia vema ama vizuri. Ninafunika mikono yangu kwa damu ya Yesu. Ninafunika kila baraka yangu. Ninaponawa maji haya, yeyote yule asiweze kuchukua baraka zangu kupitia maji haya, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amin. Sema maneno yao ndugu yangu. Hayo maji yote yatakuwa yameharibika. Hayo maji hawatachukua tena kwenda kufanya uganga wao wala uchawi wao. Usinawe tu alafu unaondoka, umeacha maji pale, umeacha baraka zako. Ndio maana kuna watu wezi kwa kuta wanakula migawani, ngumu sana. Ama hata kama anakula anawi, unaweza ukasema mbona anatumia kijiko, mbona anawi? Wewe bwana wewe, watu wanaelewa mizigo iliyokuwepo huko. Sasa leo nimekupa siri tu ndogo, jinsi baraka zako zinavyoibiwa. Ziko njia nyingi sana, lakini nimekupa njia hizi rahisi ambazo pengine wewe unapenda sana kushiriki mambo hayo. Kwa hiyo kuanzia usikia hapo somo hili ujue ya kwamba baraka zako zinaweza kuibiwa kwenye chakula, zinaweza kuibiwa kwenye migahawa kwa njia ambayo nimekufundisha. Mungu akubariki sana kwa kutenga muda wako kusikiliza mafundisho haya. Ni mafupi sana, lakini yanaweza kuokoa maisha yako yote hapa duniani. Endelea kufuatilia mafundisho yetu kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok. Tunayo channel ya WhatsApp, jina hilo hilo, Mikono ya Kristo. Share kwa wengine maarifa haya. Pengine yupo ndugu yako, jamaa yako, rafiki yako, mpendo wako, hajui kama ulivyokuwa hujui wewe. Ukamtumia mafundisho haya akajua, naye akaokolewa, kwa maana atakuwa anajua kwamba hiki ni hatari nisikifanye, hiki ni salama nikifanye. Unaweza kwa drop comments. Andika comment yako hapo, labda una jambo fulani, tunaweza kukuandalia kipindi kwa sababu ya comment yako, ama tunaweza kukujibu kwenye comment yako, ama tunaweza kukupigia simu, ama tunaweza kukusaidia kwa haraka kupitia comment. Wakati mwingine tunatafuta kwenye mitandao hatupatikani kwa urahisi kwa sababu ya shughuli zetu za kihuduma. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simon Mponga. Hadi wakati mwingine. Bye bye.